katika maumbile ya nje, yule aliyebeba kile kinachoendelea kule ndani, taratibu unaanza kumuona anazidi kuongezeka. Taratibu anakwenda akiongezeka. Taratibu unaona akiongezeka. Na tayari unaona huyu maumbile yanabadilika, kwa sababu seli zinazidi kugawanyika, na seli zinazogawanyika tayari kimkono kinatokea, kichwa kinatokea, vimasikio, vimacho, lakini ndani ya mwili wake moyo nao unajiunda, taratibu ini linajiunda na figo zinajiunda, na inavyozidi kukua, ikifika mahali pake, sasa anazaliwa mtoto atakayeitwa aidha mwanaume au mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Kama amezaliwa wa kike, ina maana alitengenezewa misuli ya kike. Ina maana macho yake ni ya kike na moyo wake pia ni wa kike. Utaniuliza, nikinyofua huu moyo? Ndiyo, ukiunyofua huu moyo wa mtoto wa kike na ukanyofua huu moyo wa mtoto wa kiume, hata kama umri ni sawa, ukampatia mwanasayansi pale, mwanasayansi akiuokota na akiupima, atakwambia huu ni moyo wa kike na huu ni moyo wa kiume. Hata seli za nywele. Ni kwa nini? Kwa sababu kila seli inayozaliwa, ile seli imebeba vinasaba vile vile kuanzia mwanzo, ikiwa ni XX au ni XY. Yaani seli zote zikiwa ni za ubongo, ina maana ni seli ya ubongo lakini ya kike, au seli ya ubongo wa kiume.